Na ni mechi nyingine, ni mechi ambayo ni ngumu kweli kweli, ni mechi ambayo tunasema kwamba ipo kwenye harakati za kuendelea kupambania ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa klabu ya Yanga. Tunafahamu kwamba kwa upande wa klabu ya Yanga nafahamu ni mechi ambayo itakuwa sio rahisi, ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu, ni mechi ambayo kwa upande wa Yanga walipoteza hapo kwenye dimba la Chamazi kwa goli 1-0. Hii ni mechi nyingine ambayo itakwenda kutoa tafsiri mpya kabisa juu za mbio za ubingwa kwa upande wa klabu ya Yanga. Hii leo ni kwa upande wa Azam wakiwakaribisha klabu ya Dar es Salaam Africans majira ya saa 1 kamili kwenye dimba la Chamazi. Na tayari ninacho kikosi hapa ambacho kitakwenda kuvaana moja kwa moja na Azam kwa upande wa klabu ya Yanga. Na tunafahamu kwa upande wa mwalimu Milodi Hamdi amejipanga kweli kweli kuendelea kupambania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Sasa kabla sijakwenda kukutazamia hapa kikosi ambacho kinatarajia kuanza hapo baadaye, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana tuweze kuangazia hapa kwa upande wa kikosi cha Yanga dhidi ya Azam. Kwa upande wa golini yupo golikipa Djigui Diarra. Tunafahamu kwamba ni kipa ambaye anapenda kujenga mchezo kutoka nyuma zaidi. Ni golikipa ambaye amekuwa na utulivu na uwezo mzuri wa kupiga pasi fupi ama ndefu. Lakini pia ni moja golikipa ambaye amekuwa akipenda zaidi kusoma mpira na kuweza kusaidia mabeki kukava eneo la nyuma kwa usahihi zaidi. Na hicho ndicho ambacho Djigui Diarra mara zote amekuwa nacho. Lakini pia beki wa pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Beki wa pembeni kulia tunafahamu anapenda zaidi kusaidia mashambulizi, lakini pia na kasi, lakini pia hata krosi zake zimekuwa ni maridadi. Na mara nyingi kupishana na winga kumpa nafasi ya kuweza kupiga cross. Ni moja ya beki ambaye amekuwa yuko vizuri, lakini pia hata kienda kumpa mipira ya foul kwa upande wa Israel Patrick Mwenda amekuwa na uwezo mzuri pia wa kupiga. Wakati huo kwenye eneo la beki wa pembeni kushoto yupo Shadrack Kiboka. Tunafahamu yeye kwa upande wake anafanana zaidi kimbinu pamoja na Israel Patrick Mwenda kwenye upande wa kushoto, lakini yeye hupenda zaidi kusaidia mashambulizi, lakini pia ana uwezo wa kupiga mipira ya mwisho. Tunafahamu ni beki ambaye amekuwa akitumia nguvu mara zote, lakini pia ana uwezo wa kusoma mchezo kiundani zaidi. Hiyo imekuwa ni sifa kwa upande wa Shadrack Kiboka. Wakati huo mabeki wa katikati yupo Ibrahim Baka. Ni beki wa kati ambaye anajielewa kwenye ni beki ambaye amekuwa akikaa kwenye eneo kwa usahihi zaidi, lakini pia anacheza kwa utulivu. Mara nyingi hujikita zaidi kwenye kusafisha mipira ya hatari, na lazima mara zote amekuwa akiweza kupiga tackling kwa usahihi zaidi. Hiyo imekuwa ni sifa kwa upande wa Ibrahim Baka. Wakati huo Dickson Job ambaye ni nahodha kwenye mchezo moja kwa moja atasimama kwenye eneo hilo. Tunafahamu ni kiongozi mzuri kwenye eneo la ulinzi, lakini pia anapenda kuanzisha mashambulizi kwa pasi fupi kutoka kwenye eneo la nyuma, lakini pia ana sense nzuri zaidi kwenye 1v1, lakini pia amekuwa ni mzuri wa kuweza kushinda mipira kulingana na namna ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia nikienda kutizama kwenye eneo la viungo wawili, yani wale viungo ambao tunasema kwamba hawa ndio wanalinda kiungo kwa upande wa klabu ya Yanga, yupo Mudathiri Yahya. Tunafahamu ni kiungo wa kukaba, lakini pia anaunganisha mabeki na viungo vizuri, lakini pia hupunguza pressure ya kukaba na kuzuia pasi za wapinzani na kusaidia zaidi kuunganisha timu kwenye eneo la ulinzi. Hiyo imekuwa ni sifa yake mara zote. Wakati huo kwenye eneo hilo atasaidiana na Duke Abuya ambao wao wanavocheza wamekuwa wanacheza kwa kufanana zaidi, lakini pia tunafahamu Duke Abuya amekuwa na kazi mbili, amekuwa na uwezo wa kukaba vizuri, lakini pia na uwezo wa kushambulia, lakini pia ni kiungo ambaye ana stamina nzuri na upandisha timu kwa kasi na ana uwezo mzuri wa kuweza kupiga pasi kwenye safu ya ulinzi kwenye eneo la adui. Lakini pia kwa upande wa Pacome Zouzoua atasimama kwenye eneo la juu, lakini pia akitokea kwenye eneo la pembeni kulingana na namna ambavyo amekuwa anacheza. Tunafahamu ni kiungo ambaye amekuwa anashikilia kweli, mara nyingi amekuwa anasimama vizuri kwenye eneo la kiungo, lakini pia tunafahamu ni mchezaji ambaye yeye ndiye amekuwa anatazama zaidi kuweza kumaliza mchezo. Wakati huo pia winga wa kulia yupo Max Nzengeli. Tunafahamu ni winga ambaye amekuwa ni mtulivu zaidi, lakini pia hupenda kuingia ndani kwa ajili ya kufungua kwenye eneo la kiungo. Hiyo ndio imekuwa sifa yake kubwa kwa upande wa Max Nzengeli. Lakini pia winga kushoto atakuwa Clement Mzize, lakini kulingana na aina mfumo wa mwalimu Milodi Hamdi kwenye mechi hii Azam watakuwa kibadilishana maeneo. Tunafahamu ni winga ambaye anapenda kukaa vizuri, lakini pia ana mtindo wa kuingia kwenye nafasi kwa ajili ya kujaribu kufunga na mguu wake wa kulia. Lakini pia kwenye eneo la ushambuliaji yupo Prince Dube. Ni mshambuliaji mwenye movement nzuri. Tunafahamu finishing yake na uwezo wake wa kushuka na kuchukua mipira kwenye eneo la kati. Tunafahamu ni mchezaji ambaye ana akili zaidi ya kutafuta nafasi ndani ya box. Ni